Basi kwa mara nyingine tena ninaendelea na masomo ambayo Roho Mtakatifu alinipa kuhusu kanisa, na lengo kubwa la masomo haya ni kwamba watu wasikie, waweze kufanya marekebisho kwa vitu ambavyo Roho Mtakatifu anaelekeza. Mimi nimepewa kama mwanadamu na ninayafikisha kwa wanadamu, hasa kanisa, wachungaji na maaskofu na washirika na watu wengine pia ambao watasikiliza mambo haya. Wengine ni viongozi wa serikali na kadhalika. Kwa hiyo kwa unyenyekevu mkubwa, mimi ni mwanadamu, nimepewa vitu hivi. Wengine wanaweza kufikiri kwamba labda mimi ni mtu maalum sana. Mimi sio mtu maalum, mimi ni mtu wa kawaida, lakini nimepata neema ya Mungu. Nimepata neema ya Mungu kusikia kutoka kwa Mungu. Ni neema ya kanisa, ni neema ya taifa langu la Tanzania, na ni neema ya dunia pia, ni neema ya kanisa la ulimwengu pia. Kwa hiyo somo linalofuata siku ya leo ya tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025, ambalo naliratibu katika sauti au audio ili watu wengine wapate kusikiliza, ni somo ambalo nilipewa pia na Roho Mtakatifu mwaka ule wa 2022, wakati Mungu akisema na mimi kwa zaidi ya siku 100 kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10 mwaka 2022. Kwa hiyo hili somo nilipata tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2022, nalo linasema wa Pentekoste wameharibu Pentekoste. Kwa hiyo tukisema Pentekoste, maana tunazungumza nguvu za Mungu. Maana nguvu za Mungu hazipo katikati ya kanisa la Pentekoste, kwa sababu wa Pentekoste sisi wenyewe tumeharibu, na Roho Mtakatifu ametuacha, amekuwa mbali na sisi. Hakuna miujiza dhahiri, hamna kujaza watu Roho Mtakatifu mfululizo, na watu hawasikii kutoka kwa Mungu kwa sababu ni sisi wenyewe tumeharibu Pentekoste. Tumeharibu uwepo wa Mungu kwa maelekezo ambayo Roho Mtakatifu alinipa. Manake alikuwa ananipa vipengele ambavyo vimesababisha kanisa kudhoofika, nalo ni kanisa la Pentekoste. Somo linaanza hivi kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu, nasema, manake ninawaandikia mimi sasa yale ambayo Roho Mtakatifu amenipa. Nasema, ninawaandikieni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu aliye hai niandike. Nimepewa na wapeni, nanyi wapeni na wengine pia. Wa Pentekoste wenyewe wameharibu Pentekoste. Ndivyo Roho Mtakatifu anasema, kwamba Roho Mtakatifu anasema wa Pentekoste wenyewe wameharibu Pentekoste. Manake wa Pentekoste, kwa tafsiri nyingine, wa Pentekoste wenyewe wameharibu nguvu za Mungu, wameharibu uwepo wa Mungu. Kwa nini wamefanya hivyo? Roho Mtakatifu anasema wamefanya, au ni vipengele gani vinavyodhihirisha kwamba kanisa limedhoofika? Kipengele cha kwanza, wamefanya ibada za hovyo. Wamefanya ibada za reja. Wanasema sisi tunaenda na wakati, dakika zimebaki kidogo. Hiyo ni namba 1. Kipengele cha pili, Roho Mtakatifu anasema wa Pentekoste ni watu wa kiburi. Kwa hiyo kiburi kimemfanya Roho Mtakatifu aliacha kanisa la Pentekoste. Miujiza tuliyokuwa tunaiona
tukisoma kwenye Biblia haipo sasa. Kwa sababu ya kiburi, Roho Mtakatifu ametuacha sisi wa Pentecost. Maana na mimi ni Pentecost pia. Kwa hiyo kiburi ni kitu kibaya sana. Ndio maana Roho Mtakatifu anasema wa Pentecost wameharibu Pentecost, wameharibu uwepo wa Mungu kwa sababu wamekuwa na kiburi. Wa Pentecost wameharibu vipawa vya Mungu. Manake hawalei vipawa vya Mungu. Vipawa vya Mungu hawalei wachungaji chipukizi, hawalei wainjilisti chipukizi, hawalei walimu chipukizi. Alafu jambo lingine Roho Mtakatifu wanasema toa upate kipawa. Maana wamebaki na kuongea habari za utoaji tu, kwamba ukitoa utabarikiwa, ukitoa utabarikiwa. Wa Pentecost wasema tule mkate wa Bwana. Hilo ni jambo la tatu. Mkate wa Bwana una utaratibu maalum. Huwezi kula mkate wa Bwana kama haujajitakasa. Kwa hiyo kwa muhtasari, vitu ambavyo Roho Mtakatifu anavithibitisha kwamba kanisa limeharibika, kanisa limedhoofika, halina nguvu, nalo ni kanisa la Pentecost namba 1, kwa sababu ya ibada za reja, kwa sababu ya ibada za hovyo. Anasema Roho Mtakatifu, sio mimi. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anasema kwa nini anapoongelea kwa nini kanisa limekosa nguvu, kwamba watumishi sisi wa Pentecost tumekuwa na kiburi, na Mungu huwa hapatani na wenye kiburi. Ndio maana kanisa la Pentecost limeachwa, limebaki na maneno tu. Kwa maana nyingine, Roho Mtakatifu anapoleta matengenezo kwamba tufanye ibada zenye nguvu za Mungu, zenye kumkaribisha Roho Mtakatifu, tufanye ibada ambazo kutakuwa na unyenyekevu, kwamba uwe ni mtu wa namna gani, lakini unapomkaribia Mungu ni lazima uwe mnyenyekevu ili aweze kusogelea Mungu. Pia kitu kingine ambacho kinaliharibu kanisa ni kwamba kanisa la Pentecost ni kwamba wa Pentecost wameharibu vipawa vya Mungu. Manake hamna sapoti kwa watu ambao wanaingia shambani mwa Bwana, au wanavunjwa moyo wale ambao Mungu anataka kuwatumia. Jambo lingine ni kwamba Roho Mtakatifu anasema watu wanatumia mkate wa Bwana bila kujitakasa. Maana hiyo ni sambamba kwamba watu kwa ujumla, kwamba watu wamesahau kujitakasa. Kujitakasa ni kila wakati, maana mwanadamu kila mara anakosea. Hata mimi kila mara wakati fulani naweza kukosea bila kujua au kujua, lakini kinachopaswa kwa mwanadamu, kwa sababu si mkamilifu kama Mungu, maana kila wakati anapaswa ajitakase. Kwa hiyo mwisho naweka saini ya Mungu, anasema utaweka saini yangu kwamba somo hili sio la kwako. Hujasema haya hayajatoka kwako, haya yametoka kwa Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa somo hili fupi, na baada ya mapumziko kidogo basi tutaendelea tena na somo lingine. Mungu wa mbinguni na kubariki na uwe na moyo mkuu kuyapokea mambo haya, maana hayajatoka kwa mwanadamu. Amina.